Kesho kutakuwa na mchezo ambao klabu ya soka ya Simba atakuwa mgeni akikaribishwa na Stade Malien nchini Mali. Yes, huu ni mchezo wa pili kwenye hatua ya makundi ambapo klabu ya soka ya Simba anaenda kucheza mchezo wake wa kwanza ugenini baada ya kupoteza mchezo wake wa kwanza ambao aliucheza kwenye kiwanja cha nyumbani. Tutakumbuka kwenye mchezo wa awali Simba alimkaribisha Petro Atletico de Luanda, mchezo ambao uliisha kwa klabu ya soka ya Simba kukubali kichapo cha goli 1-0. So kwenye mchezo ambao uliisha kumekuwa na mengi sana. Mashabiki wa klabu ya soka ya Simba, wanahabari, wanamichezo, wachambuzi wamekosoa kile ambacho kocha wa klabu ya soka ya Simba Sports Club Dimitar Pantev alikuja nacho kwenye mchezo wa awali, na haya ni maneno ambayo kocha ameyasema kuelekea kwenye mchezo wa pili wa Simba Sports Club dhidi ya Stade Malien. Kwenye mchezo wa awali kocha alianza na false 9. Kocha hakuanza na mchezaji ambaye kiasili ni mshambuliaji, na tunajua kwenye klabu ya soka ya Simba washambuliaji kiasili wako watatu, ni Steven Dese Mukwala, Jonathan Soa pamoja na Suleiman Mwalimu. Lakini kwenye mchezo dhidi ya Petro Atletico kocha hakuamua kuanza na mshambuliaji yoyote, badala yake alicheza na namba 10 wawili. Tulimuona Joshua Mutale pamoja na Nio Maema ndio ambao walisimama kwenye eneo la kati. Mfumo huu sio mgeni duniani, lakini mara nyingi kwenye mashindano makubwa ya Afrika hususan haya ya CAF Champions League ni aghalabu sana, ni mara chache sana makocha huamua kutumia mfumo wa namna hiyo. Makocha wengi huchagua kuanza na forward asilia, standing forward ambaye ana uwezo wa kukonveti nafasi kuwa magoli kwa kiasi kikubwa. So wachambuzi wamekosoa na kocha amesema wazi kuwa kuelekea kwenye mchezo wao dhidi ya Stade Malien ataanza na namba 9 asilia. Kwa hiyo tutegemee kocha anaanza na Jonathan Soa, Steven Dese Mukwala ama Suleiman Mwalimu. Mmoja atapata nafasi ya kuanza kwenye mchezo huo. Lakini kocha ameongezea, anasema kuwa anafanya mabadiliko hayo sio kwa sababu ya pressure ama namna ambavyo watu wanatamani apange kikosi. Yeye huwa anapanga kikosi kulingana na game plan. Kwa hiyo kulingana na mpinzani ambaye klabu ya soka ya Simba anaenda kukutana naye Stade Malien, kocha ameona kuna kila sababu za kuanza na mshambuliaji hasilia. Lakini kocha amesema hata kama mechi ambayo ilipigwa kwenye dimba la Benjamin Mkapa baina ya Simba dhidi ya Petro Atletico de Luanda, mchezo ambao Simba ulitamatika kwa Simba kufungwa goli 1, hata kama ukirudiwa tena kwenye dimba la Benjamin Mkapa hata kuwa na namna nyingine ya kuapproach huo mchezo zaidi ya vile ambavyo aliapproach. Kwa hiyo kulingana na timu aliamua kucheza na viungo washambuliaji wawili bila ya kuwa na forward, na hayo ni kutokana na aina ya timu na aina ya mchezo. Lakini kuelekea kwenye mchezo wa kesho kocha amesema anaenda kuanza na forward hasilia. So ni yapi maoni yako ndugu mwanamichezo? Tuandikie kwenye comment section namna ambavyo unamuona kocha Dimitar Pantev. Lakini ni nani ambaye atapata nafasi ya kuanza kwenye kikosi cha kesho kati ya Jonathan Soa, Suleiman Mwalimu na Steven Dese Mukwala? Tuandikie hilo jina kwenye comment hapo. Usisahau kusubscribe kama bado haujasubscribe. Ipe like video hii ili uendelee kupata video hizi nyingi zaidi. Hadi wakati mwingine, mimi naitwa J Kibuga na hii ni J Sports.